صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والرداء. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدنا wazee wangu, zangu, wanafunzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كربلاء قصة الثورة والابتلاء. كربلاء قصة العزة والإباء. كربلاء قصة التضحية والعطاء. كربلاء قصة العشق والولاء. من هنا كانت قصة تختزل تركة الأصفياء وإرث الأنبياء ومسيرة الأولياء. السلام عليك يا وارث آدم نبي الله. Kwa nini kuwe na kitu katika maisha yetu kinaitwa kisa? Na je, sisi Waislamu tunahitaji kisa katika mwongozo wa maisha yetu? Ni nini maana ya kisa? Vipi tunahitaji kujifaidisha na qasas? Na vipi tutakuwa na uwekezaji wa qasas katika kuboresha mwenendo wetu wa safari yetu ya kuelekea akhira? Maswali haya na mingi wa mfano wa haya yalitupelekea, na baada ya kushauriana na waandalizi wa majalis kama hizi, kufikiria mada ya mwaka huu tutazungumzia nini. Ikawa maoni ya kwanza tuzungumzie kwa mapana na marefu suala zima la kisa cha Karbala. Kutoka pale harakati za Imam Hussein alayhi salam zilipoanza katika mji wa Madina katika mwezi wa Shaaban, na mpaka pale
msafara wa mateka uliporudi katika safari yake katika 20 ya Safar, lakini baada ya kufikiria nikaona kwamba siku 7 ama siku 8 haziwezi kutosheleza kuweza kuyaeleza mambo yaliyojiri kwa siku hizi zote, kwa miezi, haraka ambayo ilikuwa katika kila nukta na katika kila dakika kuna matukio yalitokeza ambayo yanahitaji kusoma, kuzingatiwa, kuchambuliwa ili yaweze kutufaidisha sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait alayhimussalam katika maisha yetu. Nilipohisi udhaifu wangu mbele ya tukio kubwa kama hili na uhaba wa siku, nikaona afadhali tubadili mwenendo, na ndipo tukaja na unwan inayotwambia fi dhilali qissati Karbala. Hatutoingia katika kisa chote kukieleza, lakini tutatembea katika dhilali, zivuli na pambizoni, na huku tukiokota kwa kadri ya kile chombo cha akili zetu ndogo kitakavyoweza kuokota yale yanayopaswa kusoma katika siku kama hizi. Lakini kabla hatujaingia Karbala, pana haja turudi katika kitabu cha Qur'ani takatifu ili kitupatie sisi mwongozo wa jinsi ya kutembea wakati tunaposoma kisa aina yoyote, hasa ikiwa kisa ni cha mtu mtukufu, kisa ni cha mapinduzi, kisa ni cha kujitolea, kisa ni cha mapenzi, kisa ni cha wala, kisa ambacho kimekusanya ndani yake malengo ya mitume na mwenendo wao. Qur'ani yasemaje kuhusu masala ya kisa? Pana umuhimu sana wa walio ndani ya madrasa na walioko nje ya madrasa walielewe hili, kwa sababu kuna baadhi ya maswali ambayo mtu anaweza kuishi nayo na pengine asipate ujasiri kujiuliza, au akataka kuuliza lakini akashindwa katika muundo wa lugha wa kuyaweka maswali yale, atayauliza vipi ipasavyo. Moja ni suala la kurudia miaka kwa miaka ukielezea kisa cha Karbala. Kile kija Muharram twakusanyika, twakaa, anapanda khatibu katika mimbar atuelezea sisi kuanzia alif mpaka ya. Alianza hapa, akaenda hapa, akapita hapa, akapigwa hapa, aliuliwa hapa, yule alikatwa mkono pale pale, akakatazwa maji pale, kukatokea yale. Suala lima tikraru alqissa, kwa nini twakirudia rudia? Na mara nyingine twapata kejeli kwa wale ambao hawako ndani ya madrasa na lawama kwamba nyinyi mbona kila mwaka marudia yale yale, yana natija gani? Sasa mwanzo turudi kwenye Qur'ani.
na nitamnukuu mtaalamu wa nyanja hizi ambao ametumia umri wake mrefu katika kuitumikia Qur'an na bado yuko hai, naye ni Ayatullah al-Allama al-Sheikh Jaafar al-Subhani hafidhahullah. Ana kitabu kizumbili anakiita Al-Qasasul Qur'aniyya. Katika utangulizi wa kitabu chake ameeleza mambo haya ambayo mimi nitayazungumza kwa lugha ya Kiswahili na kuyafundisha. Asema tunapoipitia Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kaanza kutoka suratul Fatiha, mwanzo wa mishaf, Baqara, kaendelea mpaka kumaliza suratul Nas, qul a'udhu birabbin nas, waweza kupata kwamba Qur'ani yote yafundishwa kwenye topic tatu, yani mada za kimsingi zinazozungumziwa katika Qur'ani ni mada tatu pekee yake. Ya kwanza asema ni al-aqaidu wal-ma'arifu wal-qiyamu ad-diniya. Sehemu ya kwanza wazungumziwa mambo ya kiitikadi, imani, itikadi anazotakikana kuwa nazo Muislamu, itikadi ambazo hazitakikani awe nazo, maarifa msingi ya kimaadili anayohitaji Muislamu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili asema ni al-qawaninu wal-ahkam, ni mambo ya sheria. Sawa katika mambo ya kiibada kama swala, saum, haji, zaka, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar na kadhalika, au ni mambo ya kimuamala kama masala ya bei, nikah, wiratha. Hiyo ni sehemu ya pili, inafupishwa na neno al-ahkamu wal-qawanin. Sehemu ya tatu asema ni qasasul anbiya'i wa hiwaratuhum, ni viswa vya mitumi na mijadala yao na wapinzani wao, au na mijadala yao na wafuasi wao. Sababu kuna mijadala aina mbili katika qasasul anbiya. Kuna hiwarat, mara wanafanya wao na wafuasi wao. Kuna na hiwarat zimefanyika kati yao na wapinzani wao. Asema hizi ndio sehemu tatu za Qur'an, hakuna sehemu ya nne. Ima ni al-aqaid wal-ma'arif wal-qiyam, au ni al-ahkam wal-qawanin, au ni qasasul anbiya wa hiwaratuhum. Inamaanisha nini na nukuu maneno haya? Inamaanisha katika sehemu tatu, yani lau tutaigawanya Qur'ani mara tatu, thuluthi tatu, thuluthi moja inahusika na kitu kinachoitwa nini? Qasas, ambao ndio mjadala wetu. Kwa nini qiswa? Qasas, qasas za anbiya, qissatu Musa, qissatu Adam, qissatu Nuh, qissatu, endelea mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani hakutosheka na qasasul anbiya, bali amewaelezea wapinzani wao. Amemzungumza Firaun, amemzungumza Haman, amemzungumza Qarun. Hakutosheka katika kuwaeleza hawa, bali amewazungumza watu ambao si manabii, si manabii. Wengine wamepewa majina mu'minu ali Firaun, rajulun min aqsal Madina, mtu na kadhalika, mambo kama haya.
Sasa ikiwa sisi tuzungumzia kitabu cha kimsingi kilichoteremshwa kumuongoza mwanadamu, Al-Qur'anul Karim, kwamba thuluthi yake inazungumzia qasas, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba katika mwenendo wa mwongozo wa mbingu na wahi na nidhamu ambayo ameiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanadamu, na ambao ndio kitabu cha mwisho, ni khatimatu sharai, kimetegemea 33% au zaidi kitu kinachoitwa qasas. Na tuarudia sasa, yule anayeuliza mathala, lima tikraru qiswa, kwa nini twakariri twarudia qiswa kila mara? Kwa nini twayazungumzia haya? Nafikiri ni muhimu sana kwanza suala lake alilekeze kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aulize hivi: kwa nini nafasi hii kubwa ya qasas katika Qur'an? Kwa nini tikraru qiswa katika Qur'an? Akipata jibu kule, atapata jibu hapa, na tutasaidiana katika kutafuta majibu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio tu alitoa nafasi hii katika Qur'ani ya qasas, maulama wa Kiislamu wa madhehebu yote pia nao wamelishughulikia suala hili. Sheikh Jafar Subhani asema, lau tutapata fursa ya kukusanya vitabu vilivyoandikwa ambazo zazungumzia kuhusu qasas katika Qur'an, zilizochapishwa na ambazo hazijachapishwa, makhtuta bado zipo, basi twahitaji maktaba kubwa sana ya kukusanya vitabu hivi. Sikwambii vitabu vyote wala vitabu vya tafsiri, vitabu vilivyoandikwa peke yake katika kuzungumzia qasasul anbiya au qasasul umam madhiya ambazo zimeangaziwa katika Qur'ani, twahitaji maktaba kubwa sana. Kisha akamnukuu mmoja katika mashekhe ambaye ni zamili wake, walisoma pamoja, anaitwa Sheikh Ghulam Ridha Irfaniyan. Huyu ameandika kitabu au amekihakiki kitabu cha Qasasul Anbiya cha mwanachuoni anaoitwa Qutbuddin Ar-Rawandi. Katika mukaddima ameweka orodha vitabu alivyovipata yeye zilizozungumzia masala ya Qasasul Anbiya, akafikia vitabu 174. 174. Kisha akaweka mulahadha Sheikh Subhani kwamba hizi 174 ni zile alizozifikia yeye kwa upeo wa juhudi ya utafiti wake, sio zote zilizoandikwa, bali lau utaundwa kamati yende ikatafute kila kitabu kilichoandikwa kuanzia karni za nyuma mpaka karni za leo, basi tutatoka na maelfu ya vitabu. Zote zinazungumzia nini? Qasas. Qur'ani yatuambia kuhusu qasas. Qur'ani yatuambia faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wakati ilipokuwa katika suratul A'raf aya 174 yamzungumzia yule aliyepewa elimu kisha adallahu Allahu ala
ala ilmi, ambao baadhi wanasema ni Bal'am bin Ba'ura. Yule mwisho katika kukieleza kiswa chake akamfananisha ajallakumullah, kanena famathaluhu kamathalil kalb. Mwisho akatwambia faqsusil qasas, amri aambiwa, ahutubiwa Bwana Mtume Muhammad, na wewe endelea, sisi tumekupa tu mifano, lakini katika kazi yako ya da'wa na katika kazi yako ya tabligh, endelea uksusil qasas, tumia chombo cha kisa, waelezee hao qasas. Kwa nini? La'allahum yatafakkarun, kwa sababu kitu cha kimsingi cha kwanza, na hapa ndugu zangu napenda hizi vitu muzishike na tuziweke, tukija katika kisa cha Karbala tutazihitajia hizi. Lengo na shabaha ya kimsingi, kabla ya kila kitu, kabla ya kuhuzunika, kabla ya kulia, kabla ya kitu kingine chochote, la'allahum yatafakkarun, ni lazima kitu cha kwanza kiwe kitakuwa kisa ni moja katika msukumo wa kuzisukuma akili zetu kufanya nini? Kufanya kazi na kufikiria na kupika na kupekua na kuweza kufikia katika masomo makubwa sana. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Amwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Qur'ani, suratu Hud aya 120, amwambia wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Nimewambia lengo la kwanza, Qur'ani yatuambia kisa kitumike katika kuleta msukumo wa kufikiri. Pili, kisa kitumike katika tathbitul aqida, tathbitul imani billah, tathbitu thiqati billah, tathbitu tawakkuli ala Allah, tathbitul mabadi. Kisa kitumike katika kuwalelea watu kukita katika misimamo yao ya kiimani, kukita katika misimamo yao ya kiitikadi, wawe ni kama jabali, hawatingiswi na upepo pale na mambo yale na changamoto pale. Kwa hivyo tunaposoma kisa cha Karbala ambacho ni kimoja katika qasas tulioamrishwa na Qur'ani, faqsusil qasas, ni madrasa litafkir, madrasa ya kufikiri. Pili, ni madrasa ya kujenga imani zetu, hususa katika ulimwengu huu wa leo ambao zishawishi za kifikra, zishawishi za kimaisha, changamoto za maisha za watingisa baadhi ya Waislamu imani zao na itikadi zao. Lakini warudi waangalie wale wafuasi wa Imam Hussein, kulikuwa na sababu zote unaodai wewe ambazo ni waangalie ashabu Imam Hussein walitingizika, walinharifu, waliweza kuondoshwa katika malengo yao. Ndio madrasa moja ya kisa katika suratul Yusuf. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea qissatu Yusuf, atuambia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Wakati tunapozungumzia qasas, Mwenyezi Mungu atuambia nataka iwe ni msukumo wa masomo, mazingatio. Kwa hivyo ni masomo ya fikra, ni masomo ya al-baqa'u ala al-mabda, kubaki katika misingi yako ya kiimani, na ni masomo ya kukufanya wewe uzingatie, uchukue mawaidha katika
kuilainisha roho. Ndugu zangu wapendwa, hapa tunafika kwenye suala la kimsingi. Qur'ani inapozungumzia qasas inakusudia malengo gani? Ili nasi tukija kuzungumzia kisa chochote, sawa kiwe ni qisatul Israi wal Mi'raj mathalan, ama kiwe ni qisatul Mab'ath, ama ni kisa cha munasaba wowote wa kidini, ikiwemo ndani leo kisa cha Karbala, ni malengo gani tunahitajika tuyaweke katika akili zetu, kuanzia mzungumzaji na wasikilizaji, ili baada ya siku 10 au 13 au zaidi ya hapo tujiulize, kwa sababu watu wa leo katika elimu za kileo wakwambia malengo ndio yanakupa wewe kipimo cha kujipima katika utekelezaji wako umefaulu kiasi gani. Kwa hivyo malengo yale ndio yatatufanya sisi baada ya majalisi hizi, sisi tunakwenda kwenye malengo Arabia. Bado utasikia watu wanakwambia mashallah hudhur ilikuwa mumtaz. Naam, jayyid. Lengo la majalis moja ni kuwa na hudhur mumtaz, lakini hal hadha huwa alhadaf mujarrad alhudhur? Wengine wanakwambia bwana muhadhir alikuwa sawa sawa, ametupa mada sawa sawa, ameteremsha vitu sawa sawa, naam wa ni'ma. Fi nihaya amezungumza uzuri, ameleta mambo mazuri, ameleta fikra mpya, mada baada. Hiyo ndo peke yake lengo? La. Wengine watatuambia alhamdulillah, tulikuwa na matayarisho, sadaqat, tumemtolea Imam Hussein vyakula, mabendera, kila aina. Naam, ni vitu vizuri, isifahamike makosa, zote ziko katika sabili ya khidmatil Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na kuna thawabu, na zote zaingia katika umum ya ahyu amrana, rahimallahu man ahya amrana, zaingia katika umum. Ihya si mzungumzaji peke yake, hata anaifunga waya, hata anaifunga mataa, hata anaikaribisha watu mlangoni, hata anayeandaa karamu, wote wako katika masadiq za ahyu amrana. Lakini alhadafu alasasi nini? Turudi katika Qur'an. Leo tuko kwenye utangulizi, tunajitayarisha na Qur'ani, baadaye tuingie katika kiswa katika siku zitakazofuata. Tuiulize Qur'an. Tuiulize Qur'an, tunamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya khaliqana. Mwenyezi Mungu ambaye ni al-Qadir, ni al-Hakim, kila kitu anakiweka kwa hisabu, kila kitu anakiweka kwa hadafu. Thuluthi mzima ya Qur'ani umetuletea qasas. Ma hiya al-ahdaf? Malengo ni nini ya mambo kama haya? Nitawatajia baadhi ya mambo ambayo wameyazungumzia maulamai na mufassirini katika kujaribu kutafuta malengo ya kuzungumziwa qasas, kisha tujiangalie na sisi tutayapata vipi malengo haya kwenye majalisi za Imam Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwanza watuambia katika malengo ya kimsingi ya qasasul Qur'an ni ad-durusu wal ibada. Ad-durusu wal ibada ni masomo na mazingatio, si masomo ya darasani, si kama kuingia kusoma nahwu wala balagha wala fiqh wala nini.
Masomo na maanisha hapa na maanisha nini? Nitawapa mifano rahisi. Unapokuwa mfanyi biashara wa sekta fulani, ukamuona mfanyi biashara mwenzako kama wewe afanya biashara kama yako, alifuata mbinu za biashara fulani na sehemu ya kufungua biashara ile fulani na system, nidhamu ya marketing fulani katika kuuza, taswir ya biashara yake, baada ya muda akafeli katika biashara yake, akaanguka katika biashara yake, akafilisika katika biashara yake, na ukajua kwamba sababu ya kuanguka kwake na kufilisika ni mbinu za makosa alizozitumia katika biashara yake, au ni system yake ya taswir ya marketing ilikuwa si sawa, au sehemu aliyochagua kwenda kuweka biashara ile ilikuwa si sawa, au sababu mzima ukazi-identify ni hizi. Je, kesho wewe utarudia yale aliyoyafanya yeye? Bila shaka kila mtu mwenye akili atasema nimepata masomo, nimepata darasa, nimepata mazingatio kwa mwenzangu kwa njia aliyoifuata ikamfikisha mahala ambapo sipo. Kwa hivyo mimi sifuati barabara hiyo. Bila aksi, mwingine akafuata njia za kimsingi na akafika katika mafanikio. Utapata masomo na darasa na mazingatio kwamba na mimi nikitaka kufaulu ni lazima nitembee kama alivyotembea yeye. Huu ni mfano wa kibiashara. Unaweza kuuleta mfano wa kimasomo kama mwanafunzi, unaweza kuleta mfano katika mambo mingi ya kimaisha yetu, sababu katika kila unalolifanya wewe si wa mwanzo katika dunia hii. Wako waliokutangulia kabla yako, sawa unauishi nao au waliokuwa karne za nyuma, walifanya ima kama lako ama mfano wa lako, na katika kufanya kwao ima walifaulu ama walifanya nini? Walifeli. Kwa hivyo wewe wachukua masomo, na mtu atakuwa ni mpumbavu sana anayejaribu mambo wanaotwambia yaliyojaribiwa. Manjababa almujaba, sio wanaposema, anayejaribu liliyojaribiwa na likafeli, basi huyo ni mpumbavu. Sasa tunaposoma qasasul anbiya katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, kwa nini mimi nawaelezea kisa mathalan cha ikhwatu Yusuf? Kwa nini? Sitaki kupanua sana, lakini kuna baadhi ya mambo lazima niyaweke sawa, sababu wakati si mkubwa hivyo, japokuwa ni mwanzo leo. Leo kuna mambo mingi yatokea. Nazungumza na rafiki yangu mmoja leo, takuta leo tuna matatizo katika familia zetu. Mara pale mtoto tumemkosa, mara pale mwingine amekwenda barabara nyingine, mara unapata ndugu wanagombana, mara unapata mashehe wanagombana. Haya ni mambo tunaishi nayo, magrupu. Wengine baadhi yetu wenye imani dhaifu, panapotokea ugomvi, viongozi wagombana, tutakwambia bana, mashehe wa dini wao ndio kielelezo kwetu, wanagombana wao, sasa sisi tutakuwaje? Baadhi yetu tunazifanya zile ni sababu za sisi kukimbia kuwajibika katika kutekeleza dini yetu. Wacha na mimi nifanye vile nitakavyo. La faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wewe hebu jiulize, Nabii Allah Yaqub ni nani? Ni mtume ama si mtume? Baba yake ni nani? Ishaq. Ni mtume ama si mtume? Babu yake ni nani?
Khalilullah Ibrahim katika ulul azm. Ami yake ni nani? Ismail. Mtoto wake ni nani? Yusuf. Kwa hivyo wale watoto wa Nabii Allah Yaqub, kabla hujaangalia yale matendo walioyatenda kumfanyia ndugu yao, jiulize wale wameleleka katika nyumba za kina nani? Hawakulelewa barabarani wale. Hawakulelewa na watu ovyo ovyo. Wameinukia katika nabiyun baada nabii. Leo umepata sijui nyumba ya mashehe, baba alikuwa shehe, babu yake alikuwa shehe, umepata wajukuu wa mashehe wagombana, wewe umeinuka kwamba sitaki tena dini, mimi sina haja kufuata dini wala gombana. Wewe ungekuwa wakati ule pia ungemwata Nabii Allah Yaqub na Nabii Allah Yusuf, kwa sababu wale wagombana watoka katika Baitul Nubuwa. Ndugu yao mtumi, baba yao mtumi, babu yao mtumi, babake babu yao mtumi, wao wapanga kumuua ndugu yao. Yale mambo waliomfanyia Nabii Allah Yusuf, wahuni wa barabarani, mara nyingine waweza kufikiria wasifanye mambo yake. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kumwambia kitu gani? Haijalishi waswali swala ngapi. Sikilizani sana ndugu zangu, na mimi na nafsi yangu pia. Haijalishi waswali swala ngapi, haijalishi wafunga somo ngapi, haijalishi umesoma kiwango gani, wakati kunapokuja kitu kinaitwa hasad, hasad inaweza kumgeuza mtu ambaye nini mwaweza kumuona ni waliyu min awliyai la. Hasad inaweza kumgeuza ikamfanya ni shaitani, Iblis. Na waweza kumuona mtu ni muhuni kwa katika macho yetu, pengine hasadi inavyotakikana, pengine ana nuksani nyingi katika utekelezaji wake wa kidini, lakini roho yake safi, hana hikdi katika nafsi yake, hana kinyongo, hana hasad, hana ukadi nafsia. Utamwona mtu yule akipata fursa ndogo sana anabadilika. Na tizamani kwenye Karbala, mtizamani al-Hurr. Hurr kutoka ikianza thaura mpaka yaumul ashir anahisabiwa ni katika safu ya kina Abu Jahli na ya kina Abu Lahab, sio? Yani lau si ile toba, hana tofauti na Umar ibn Saad, hana tofauti na nani Shimr, hana tofauti na nani Ubaydullah ibn Ziyad. Hurr hana tofauti na wale, lakini kitu kilichomtofautisha Hurr na wale nini? Safau dhamir, safau alqalb, qabiliyatu ya kupokea haki, chombo kiko safi. Lakini chombo kinapokuwa na kitu kinaitwa hasad, chuki, hata kama unaswala wewe mpaka za swala kule, hata kama wewe wahatimisha Qur'ani kullu lailatin wa kullu yawm, ukija ukikumbana na mtihani kidogo tu, mwenzako amekushinda, mwenzako siku ile amewekwa yeye mbele, wewe kuwekwa mbele, ndipo pale unamwona tunaanza, kwa nini si mimi? Na hilo ndio limwangusha Ibilisi. Ibilisi kabla khalqi Adam alikuwa nani? Waliyu min awliyaillah. Alihamishwa kwenye safu ya majini, hastahiki tena kuishi kwenye safu ile, akapelekwa katika safu nani? Almalaika, na akawa mbele kuliko malaika, uko katika sijda, uko katika ibada, wanapotwambia 24 saa mbinguni. Maaruf Iblis bil ibada, lakini maadimu nasi hujulikana wapi? Inda al-imtihan. Ndio ule mfano, inda al-imtihani yukramu al-mar'u au yuhan. Mwenyezi Mungu akaja akamweka katika changamoto na Nabii Allah Adam, akamwambia
usjudu li Adam, pale ikaja ile Adam, khalaqtani min nar. Lugha hizi zipo, mimi kabila yangu na yake wapi na wapi, rangi yangu na yake wapi na wapi, cheo changu na chake wapi na wapi, nafasi yangu katika jamii na nafasi yake wapi na wapi. Kwa nini leo yeye ndiye awe mkubwa wangu? Elimu yangu, unajua kila mtu anajiona yeye ni alamu min al-akhar, sema nasema elimu yangu mimi ni bora kumliko yeye. Kwa nini watu wanampenda yeye? Kwa nini watu wanamsikiliza yeye? Kwa nini unaanza hivyo? Lima inalipuka pale mtu anadhihiri kwa maadili yake. Ndipo pale Mwenyezi Mungu anatuambia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kama ukisome kwenye kisa alafu ujirudie nafsi yako, ujiweke katika nafasi ile. Je, niko tayari wakati yanapotokea kama yale yaliyotokea ndani ya nyumba ya Nabii Allah Yaqub? Mdogo wao wote walikuwa wamejitayarisha kurithi utume, kwamba baada ya Nabii Allah Yaqub atakuwa ni mmoja katika wale wakubwa. Mara uteguzi wa mbingu waruka kutoka mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, yaenda kwenye mmoja kabla ya mwisho wa 11. Ambiwa huyu ndiye atakayekuwa nabii wewe. Wakafika kufanya mambo yao. Sasa tunaposoma kisa cha Karbala, tunataka tuhudhurishe msingi huu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Katika sura Hud Mwenyezi Mungu akwambia, akhutubu mtume amwambia, wajaaka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Imekujia wewe katika haya maelezo ya visa tunaokupa sisi. Kwanza ni ukweli mtupu, pili ni mawaidha, yani darasa, tatu ni dhikra, ukumbusho, yani darasa, na nani? Lilmu'minin, kwa wale watu ambao wana imani. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili, tahriku alfikr. Nishawambia faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ni lazima unaposoma kisa sawa cha mitume ama cha Karbala, uondoke katika majalis ukiwa ni mutaharrikul fikr. Ujiulize kila mwaka, nimemaliza Muharram, nimeongeza nini katika akili yangu kuhusu itikadi yangu, kuhusu sharia yangu, kuhusu akhlaqi zangu za Uislamu, kuhusu maarifa yangu. Ni lazima hizi majlisi ziwe tuharikul afkar, kwa sababu Muislamu kwa mitazamo ya Uislamu ni mtu anayefikiri, ni mtu mwenye upeo wa mawazo. Ni lazima tuwe ni wafuasi wa Imam Hussein mufakirun, sio tu tuwatie watu fulani. Naam, siko kwenye daraja ya ikhtisas. Hata ulama lazima waobe wawe na ikhtisas, lakini atba'ul Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ni lazima sote tuwe muthaqafun. Haijalishi uko kwenye nafasi gani. Unaweza wewe ukawa ni injinia, unaweza wewe ukawa ni daktari, unaweza wewe ukawa ni administrator, unaweza wewe ukawa ni fundi, unaweza wewe pale utakapokuwa katika maisha. Lakini antahmila fikra al-Hussein fi aqli, ujipange vipi utabeba fikra ya Imam Hussein katika akili yako, malengo ya Imam Hussein, miondoko ya Imam Hussein, maono ya nani? Ya Imam Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tatu
katika malengo ya qasas katika Qur'ani wanasema wanazuoni ni wahdatu hadafil anbiya. Mwenyezi Mungu ametuma mitume wengi sana. Katika Qur'ani wametajwa 25, lakini ni wengi sana mitume. Na wamekuja katika zama tofauti na maeneo tofauti. Lakini hadha ta'addud nataka kuizungumza kidogo kiutaalamu. Huu wengi, hii idadi kubwa isitupoteze katika lengo moja. Isitupoteze. Wote wanataka kutufikisha sisi mahala pamoja. Na hapa namkumbuka Ayatullah, na nawaomba wanafunzi wenzangu mtafute kitabu msome, na wale wanaoweza kusoma, sijui kama kimefasiriwa Kiingereza, lakini kumbuka kitabu kidogo hata mkigogo utakipata kwa PDF. Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr Sayyid Ash-Shahid rahmatullahi ta'ala alayhi, ana kitabu anakiita Ahlul Bayt Tanawwur Adwar wa Wahdatu Hadaf. Ahlul Bayt Tanawwur Adwar wa Wahdatu Hadaf, yani Ahlul Bayt kila mmoja alicheza dauri lake, lakini wote walikuwa na lengo moja. Litizame lengo hili Mwenyezi Mungu alizungumza katika Qasasul Anbiya, kwamba anapomwambia bwana mtume sisi tumemtumiliza Nuhu wa Ibrahima wa mpaka mwisho, lakini mwisho anarudi anamwambia usipotee ukaona yule alifanya sulhu, yule alichukua utawala, yule hakuwa mtawala, yule alikaa msituni, yule alikuwa fakiri, yule alikuwa tajiri. Ukimwangalia Nabii Allah Suleiman alikuwa malik yaishu hayata al-muluk, lakini mwangalie Nabii Allah Isa alikiishi hayata zuhad. Mwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiishi hayata zuhad, lakini mwangalia Nabii Allah Yusuf amekubali wizara chini ya mtawala. Wale wanenao kwamba wewe ukishakubali kuchukua nafasi chini ya mtawala, yeye ni bora kuliko wewe. Kwa hivyo mfalme wa Misri angekuwa bora kuliko nani? Nabii Allah Yusuf. Bali kulikuwa na mtawala juu yake, yeye akiwa ni waziri katika mtawala yule. Sasa hapo utakuja kufahamu masuala mengi yanayojitokeza. Kwa nini Imam Ridha alichukua wilaya Ahad? Kwa nini Imam Ali alikubali mara nyingine kuingia katika chini ya ubawa wa fulani na fulani? Rudi katika Qasasul Anbiya utapata maswali kama haya. Kwa nini Nabii Allah Yusuf alikubali kuwa chini ya fulani? Kwa nini Imam Hassan alifanya sulhu? Kwa nini Imam Hussein alipigana hakufanya sulhu? Rudi katika Hayatul Anbiya utaona mifano mingi sana. Mifano ile ni angles tofauti, lakini za kufikisha kwenye kitu kimoja. Ndio hiki tunakiita wahdatu hadafil anbiya. Niwasomee baadhi ya aya 2-3 kulingana na wakati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Anbiya aya 25, amwambia mtume, wajua kwa nini mimi nakuelezea visa vya mitume waliokuwepo kabla yako? Amwambia wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukutumiliza mtume wowote kabla yako, na tunawakuelezea habari zao. Wote ungewaona walikuwa na adwar mukhtalifa, lakini lengo lao lilikuwa ni moja, ibadatullah. La ilaha illa ana fa'budun. Katika suratul Nahl aya 36 Mwenyezi Mungu atuambia laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tumetumiliza katika kila umma, katika kila taifa, katika kila maeneo mitume mbalimbali, na walikuwa na mbinu mbalimbali, na walitembea katika misingi ya kidawa mbalimbali, lakini haimaanishi malengo yao yalikuwa ni tofauti, bali lengo lao lilikuwa ni moja, nalo ni ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Lengo lingine
Katika masala ya kueleza qasas, Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani ni tathbitu fuadi nabii wa atba'i. Nimewaelezea kufanya ukite kilimani. Ukiona wewe leo umpatikana na shida, kuna aliyepatikana na shida kabla yako zaidi yako. Mwenyezi Mungu atuambia katika sura Hud aya 120, atuambia wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Tunakuelezea hizo habari za mitume nyingi, lengo tunataka ukite katika imani yako. Umeona wewe watu wa Maka wamekukataa, sawa, umekaa nao muda gani? Miaka 15. Umepata watu kidogo sana, hamsomi na Allah ino wala bitafi qawmihi alfa, miaka 1000 illa 50. Alipata nini? Sema suko, bali mwisho akasema wala yalidu illa fajiran kaffara, na mwisho akasema nimetumia kila mbinu, a'lantu lahum wa asrartu lahum, nimewaidia kila mbinu zote, hakuna kitu. Sasa wewe miaka 13 kompea na miaka 950. Kwa hivyo kita ukiona bado hujakubalika, si tatizo, wako waliotangulia kabla yako. Katika malengo makubwa yanayozungumziwa katika Qur'ani ya kuelezwa qasas, nitatosheka hapa, ni kubaini hikma za Mwenyezi Mungu, au kwa lugha za kileo za kielimu ni kubaini kanuni za kihistoria zinazohukumu maisha ya jamii, kwamba hii jamii yatembea katika kanuni. Watu wakizifuata kanuni zile zitawafikisha maeneo fulani. Watu wakikataa kuzifuata kanuni zile hawatafika. Sunnat Allah wala tajida li sunnati llahi. Hivi ndivyo ilivyo. Hakuna masala ya kwenda kwa lugha za kikwetu kule msobe katika maisha, au kwamba hii ni dini ya Mwenyezi Mungu basi yatakwenda mambo kiungu. Kuna yale maneno kawa si mneno sahihi. Imekuwa jambo ambalo halina mipango ndio linaelekezwa kwa Mungu. Namwambia mtu bana, wewe unapata shida kwenye maisha, jipange, tafuta riziki na nini. Akamwambia Allah, hakuna imani katika dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu shekhe ni mgonjwa, nenda kafanya matibabu, ndio kanuni inayohukumu maisha. Mungu atakuletea shifa. Uko na shida, nenda kafanye kazi, Mwenyezi Mungu atakuletea riziki kupitia nini? Kazi. Uko na kadha, weka mipango. Sunanullah, waangalieni wale waliofuata sunanullah, waliojipanga. Mfano kwani zile za Badri na zile za Uhud, lakini warefushie sana kwenye mipango. Kwani maarakatu Badri na maarakatu Uhud na maarakatu Hunain. Maarakatu Badri Waislamu wachache, silaha chache, lakini walijiandaa, wakajipanga, wakatii uongozi, wakatoka na ushindi, na Mwenyezi Mungu akawasaidia, waamdadna, akawapelekea malaika. Uhud waliasi amri za uongozi, wakaenda kombo na mipango waliopangiwa. Walitokana na natija gani? Leo walishindwa, lakini hasara akbaru hasara walipoteza sayyidu shuhada ammu nabii Hamza. Yauma Hunaini, Mwenyezi Mungu asema idha ajabatkum kathratukum, walipojivunia wakaona leo sisi tutakwenda tu, sisi wengi wanatuweza wapya, ndio siku walikwenda kupata shida. Hizi zote ni masomo na ni kanuni tunataka tujifundishe katika maisha yetu wakati tunapozisoma qasasul anbiya. Nukta ya mwisho nimalize muhadhara wangu wa leo, niko kwenye Qur'ani tu. Unaposoma na haya mambo tutakuja kuyaunganisha na Karbala. Unapoisoma Qur'ani kuhusu suala la qasas, kuna mambo fulani yajitokeza nataka muyaone.
Kitu cha kwanza, mambo kama matatu tu. Kitu cha kwanza, Al-Qur'anu la yahtamu bishakhsiyati wal azmina wal amkina, haitilii maanani sana wakati inapoelezea qasas, majina ya watu yataja ikihitajika, lakini si sharti, si sharti. Wala haitilii maanani ni mwaka gani, tarehe gani, siku gani. Huwezi kupata siku kama hizi. Kwa hivyo usipoteze wakati wako. Haya maswali yako sana kwa Waislamu. Sikia mtu kuja, Sheikh, kweli yule bwana alokuja pale amezungumziwa kwenye sura ya Yasin, wajaa min aqsal madinati rajulun, ni nani yule? Nani akisaidii kitu kwa malengo ya Qur'an? Kwa sababu majina hayabadilishi misimamo. Msimamo wa mtu ndio muhimu. Awe aitwa nani haisaidii kitu. Utakuta mtu mwingine ajakwambia ile shajara aliyokatazwa Nabii Allah Adam kula ni mti aina gani? Haisaidii kitu, wala haina mahusiano mti ule. Pengine anambia nataka tujue na sisi tusiende kula, ile nahi haihusiani na nini. Kwa hivyo musiwe na asila, wanakwambia wanazuoni, asila istihlakia, zinapoteza wakati wenu kuingia kutafuta thakafa ambayo la tusminu wala tughni min juu. Na leo tunapoteza sana sisi wakati, hata kwenye mitandao utakuta watu wanatafiti vitu, sijui nani alikuwa kuitwa nani, babake mtume fulani jina lake nani, babu yake jina lake nani. Yangekuwa na muhimu Mwenyezi Mungu angeyaeleza kwenye Qur'ani hapa. Kile Mwenyezi Mungu akwambia baba yake nani wala babu yake nani. Mwenyezi Mungu ataka tuchukue masomo yaliyotoka. Hili ni nukta muhimu, nataka muilahamu sana wakati tunaposoma qasas. Na mchukue nafasi tunapokwenda kuamiliana na qisatu Karbala, tusiingie mara nyingi kwenye mambo ambayo hayana mchango katika maisha yetu, hayana kitu kubwa. Sitaki kuingia manake mambo mengine sitaki yaniingiza kwenye mijadala na mashehe. Mathalan leo kuna mjadala kuhusu banati al-Husayn alayhi salam, kwamba je, alikuwepo Sakina ama hakuwepo? Al-Ruqayya ni yule ama ni nani, ni mwingine? Nifahamuni vizuri, bahath tarikhi, bahath ilmi, sisemi sitio akilini, lakini la nudhayi'u waqtana, tupotee katika kuona malengo. Sisi yatutosha kwamba pale walikuwepo wasichana, watoto, banati na walishiriki katika mapambano yale. Aitwa nani haituhusu kiasi kikubwa sisi katika kuchangia katika maisha yetu. Hiyo ni nukta ambayo nataka muitie akilini sana wakati mnaposoma qasas al-Qur'an. Mtakuja kuona imegusiwa ni sehemu gani, ni mambo gani. Kitu cha pili, mkisoma katika qasas al-Qur'an, kabla ya mwisho nifunge, Mwenyezi Mungu asema al-haq asdaq al-qasas ahsana al-qasas. Aya mbalimbali, nafupisha wakati sitakuwasomea, lakini mweza mtatafuta. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas asdaq al-qasas lahu al-qasasul haq. Visa ni vingi, lakini kipi ni ahsan? Kipi kitachangia zaidi? Kipi kitafaa wakati huu? Kipi kinaweza kutuingiza kwenye mijadala aqima ambayo katupotezea wakati wetu? Sisi tunabeba malengo ya Abi Abdullah al-Hussein, tukishtuka tunaingia kwenye jadal Shii. Tumekosa kuweka ahsanul qasas. Pia tujitunge sana na tahrif. Mwenyezi Mungu ametilia mkazo sana kwamba viso alivyozieleza yeye kwenye Qur'ani ni mutabiqun lilwaqi' 100%, ni asdaqul hadith, ni huwa alhaq. Kwa sababu ikipotoshwa kiswa
kinatupatia mafunzo sio yaliyokusudiwa na kinatupotosha katika malengo. Tatu, mwisho nifunge muhadhara wangu, ni dhahiratu tikrari fi qasasi alquran, kurudia rudia. Kwa mfano kisa cha Nabii Allah Musa kimeelezwa mara kwenye sura hii, mara Mwenyezi Mungu amekirudia kwenye sura hii, mara amekirudia tena kwenye sura ile. Kisa cha Nabii Allah Ibrahim, kisa cha Nabii Allah Adam hakikuelezwa mahali pamoja. Kuna dhahiratu tikrar. Kwa nini tikrar? Kwa sababu zamani leo media ya maadui wana filosofi, sisi hatufuati filosofi hiyo, lakini nataka muiangalie. Wana filosofi inao control media ni kwamba jambo la kipumbavu, jambo halikubaliki na akili, jambo kila mwanadamu mwenye akili yake timamu akikaa atasema si hivi, lakini akisikilizishwa kila siku atafika wakati atakubali. Utakuta mtu leo, hata sisi tutakuta propaganda, mtu anakuambia nyinyi muna Qur'ani yenu, na yeye aingia kwenye misikiti auna miswahafu. Wakati ikija miswahafu ikigawanywa, sawa, inatoka Jamhuri Islamia Irania ama inatoka wapi, watu kuwa wapeleke misikitini kwao, wasoma, watafuta suratul wilaya, hawaioni ndani. Lakini kila kiamka asubuhi na akilala yaambiwa hawa wana nini? Wana Qur'ani yao. Sasa ana ile mantika la shuuri wanaita, wana saikolojia, inaingia sasa mwisho nani? Ndipo pale mtu unamwambia bana, mimi ni mrefu futi 6 mathalan ama futi 5, jana kwambia wewe ni mfupi. Shekhi, wewe waniona mimi ni mrefu? Anaambia ndio, na kuona wewe ni mrefu, lakini mimi nimeambiwa wewe ni mfupi. Sio, umeelewana vizuri sana? Anabadilisha mahala pa kuamini macho yake, anabadilisha yanakuwa macho yake nini? Ni masikio yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijua tabia hii kwa wanadamu, na ndio ataka akaririwe pia. Saa zote asikize kiswa cha Nabii Allah Adam, saa zote asikize kiswa cha Nabii Allah Ibrahim, cha ukweli, si cha propaganda, kiingie katika akili yake, kimee mpaka kimvae. Na hivi ndivyo tunavyotakikana katika madrasa ya Imam Hussein. Tukipumua tumpumua Imam Hussein, tukiamka tumtaja nani? Imam Hussein, tukilala tumtaja Imam Hussein, tukitembea tumtaja Imam Hussein, kila tunachofanya tumtaja Imam Hussein, hata yataghayyara al-Hussein awe ni katika kiani yetu yote. Ndio akili yetu, ndio ulimi wetu, ndio harakati zetu, ndio fikra zetu, ndio pumzi zetu, ndio kila kitu chetu. Na hivi ndio maana kullu yawmin Ashura wa kullu ardhin Karbala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Huu ulikuwa ni utangulizi, na insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu akitupa taufiki na uhai na uzima, kesho tutaendelea na mada yetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.